أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Nakumbukeni tulipofunga ahadi na wana wa Israeli ya kwamba hamta muabudu yeyote ila Allah, na mwatendee kwa hisani wazazi na jamaa, mayatima na maskini. Nasemeni na watu kwa wema, nasimamisheni sala na toeni zaka. Kisha mkakengeuka isipokuwa wachache tu miongoni mwenu, nanyi mlikuwa mwendao upande, yani mlio kengeuka kutoka kwenye njia iliyo sahihi. Sura Bakara aya ya 84, na tunaona hapa kwamba wamehutubiwa. Waliotajwa hapa ni wana wa Israeli, na tunapofungua Qur'ani tukufu tutakuta sehemu nyingi sana wametajwa wana wa Israeli, wana wa Israeli, wana wa Israeli.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufunulia moja ya sababu, ingawa si moja kwa moja, pale aliposema umati wangu utafanana sana na wana wa Israeli kama viatu viwili vilivyofanana, ukashindwa kupambanua kipi cha mguu upi na kipi cha mguu. Na akasema kwamba hata kama alitokea mwana wa Israeli mwenye bahati mbaya aliyetenda kitendo kiugu na mamie hadharani, basi mtu wa namna hiyo pia atapatikana katika umati wangu. Leo tunaona hawa ambao wamebakia wakijinasibisha na wana wa Israeli, namna gani wamevyokengeuka na namna gani wamevileta fitna kubwa sana. Mpaka leo dunia kwa hakika ipo ulingoni mwa janga kubwa kabisa ambalo lilitabiriwa na manabii wa manabii. Haya yaliyoelezwa hapa ni ya muhimu sana kuzingatiwa, na yanapotelekezwa kuzaa hulka na maadili ambayo tunashuhudia leo ya mzagaa miongoni hao wa watu hao wanaojinasibisha na wana wa Israeli. Wote tunaelewa kabisa kwamba wana wa Israeli waliokuwepo wakati wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam na kadhalika waligawanyika katika aina mbili. Wako wale ambao walimtii Nabii Musa wakaifuata Taurati sawa sawa. Hawa walikuwa ni watu wema ambao tunatakiwa kuiga mifano yao, na ndio maana kuna aya nyingi sana zingine kuhusiana na wana Israeli, ya Bani Israeli, ya Bani Israeli. Na wako wale ambao kwa hakika ndio tunatakiwa tujihadhari nao sana, ambao kwa kuiga nyayo zao basi matokeo yake inakuwa ni maangamizi, kama hivi tunavyoelekea katika maangamizi. Tunaona hapa wameambiwa, Mwenyezi Mungu anasema, nakumbukeni tulipofunga ahadi na wana wa Israeli, hamtamwabudu yeyote ila Allah. Shimwabudu Allah peke yake, basi ule wazi kabisa kwamba tutaepuka haya maovu. Hiki ni kitu cha kwanza alichokigusia Mwenyezi Mungu katika aya hii. Na mwatendee kwa hisani wazazi na jamaa na mayatima na maskini. Wako miongoni mwa wana wa Israeli waliotendea hivyo, lakini wako wengi ambao walikwenda kinyume na hayo, na hao ndio kwa hakika tunaosumbuliwa sana. Na katika Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha kwamba tujiepushe na watu wa namna hiyo. Na kwa bahati mbaya leo Waislamu wengi inaonekana wanafuata nyayo zile zile kama alivyobashiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za wana wa Israeli, kwa sababu mambo yao yanaendana sana kama alivyobashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunashuhudia hayo kule Pakistan namna gani wanatendewa. Kwa hiyo anasema, na mwatendee kwa hisani wazazi na jamaa na mayatima na maskini, na semeni na watu kwa wema, na simamisheni sala na toweni zaka. Anasema, kisha mkakengeuka isipokuwa wachache tu miongoni mwenu, nanyi mlikuwa mwendao upande. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema hivyo hivyo kwamba wachache kwa hakika ndio watakaoshika njia sawa, pale aliposema umati wangu utagawanyika katika makundi 73, yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja tu, hilo ndilo litakalo kuwa la peponi. Kwa hiyo hapa tunapewa mwongozo na Mwenyezi Mungu kwamba itafika zama tusije tukasahau kuwatendea wema mayatima, wazazi na wajane na kadhalika. Hawa watu ambao wametajwa hapa, ambao wako kwenye madhumuni ya hotuba yangu, mayatima, wajane, wazazi waliopevuka katika umri,
Kwa hakika yule mtoto yatima ni ghafla tu anapofiwa na babake, ghafla anakuwa amebadilika kabisa katika maisha. Anakuwa kwa hakika wengi wao wanaishia kuwa katika hali ya uhalifu ambao kwa hakika ukimtizama hivi unaweza kusema huyu mbaya, huyu nini, lakini kwa hakika huelewi chanzo chake ni nini. Ndio maana tumetakiwa tuwahurumie sana hao watu. Wengine mnawaona wameingia katika maovu, wengine machandoa, wengine nani na kadhalika, wengine majambazi, wauaji, lakini hujui background yake ni namna gani. Siku moja nilikuwa na taxi driver mmoja akanieleza kwamba kulikuwa na mama fulani alikuwa na mmeo, alikuwa na hali nzuri sana, yeye na watoto wake wanaishi vizuri. Yule mmeo alipofariki, ndugu za wale wa yule mme wake wakaja wakachukua mali zote, kila kitu, wakamwacha yule mama jinsi alivyo na watoto. Hakuna hata mmoja alisema kwamba tumechukua mali hizi sasa tuwalee hawa watoto. Hapana, waliondoka kila mtu akienda shule. Njaa usikie vivi, tufika jioni hakuna chakula, hakuna nini na kadhalika. Yule mama ilibidi aangukie katika biashara ya uchangu ndoa. Na yule taxi driver aliniambia yule mama kila napokuta, masababu alikuwa marafiki hapo zamani na yule mme wake, analia anasema, bwana fulani, tafadhali niokoe katika hili, nitafutie angalau mume anioe ili niepukane na janga hili. Kwa hiyo mafundisho haya yanapokiukwa, jamii inapokuwa katika hali kama hiyo, ikaendekeza mila na utamaduni ambao ni kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi matokeo yake uhalifu unaongezeka. Wako wengine wanakuwa wauaji, wanakuwa makatili sana. Kwa hiyo tuelewe kabisa kwamba mtoto anapokuwa yatima, ameachwa solemba kama Waswahili wanavyosema, ameachwa katika mazingira magumu sana. Marehemu Sheikh Amri katika umoja wa ubeti wake anaelezea hali ya mtoto yatima, anasema, niendapo kwa jirani mchezo kujichezea, wenzangu huitwa ndani na mikwetu hurejea, wangu mama wangu baba simuoni wa kuniita, fulani waradhia, kinda ningali mtini, sina mama kunilea, sina baba kunilea na kadhalika. Hii ni hali ya watoto mayatima. Inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingine alikuwa anakwenda anakuta mtaani watoto wanacheza, wakiwemo watoto mayatima na wasikuwa yatima. Basi alikuwa anasimama anawatazama kwa hisia kali sana, na alikuwa anafurahi kuona wale watoto yatima wanafurahi kama watoto wenzao. Hii inakuwa hali ya watoto mayatima. Ndio maana tumetiliwa usisitizo mkubwa sana kuhakikisha kwamba hawa watoto mayatima, wajane, maana mwingine anakuwa na uzoefu wa kufanya kazi, yeye mume wake anachomletea mlangoni ndicho hicho anapokea. Sasa anapotokea na kufiwa na mmeo, basi hali ya ghafla ya huzuni na majonzi huwa inamtokea kiasi ya kwamba anachanganyikiwa, hajui afanye nini, na shetani hapo anaona hawa ni mawindo mepesi sana ya kumwelekeza. Vivyo hivyo wazazi walipovuka umri, kwa hakika wazazi wanajitahidi sana, wanajinyima sana katika kuwalea watoto wao. Haswa mama amepata shida sana kwa mtoto, kuanzia yuko tumboni mpaka amezaliwa, kumlea yule na kadhalika, kumnyonyesha na kadhalika. Na ukitizama hata wanyama wengine utakuta kwamba penzi la mama kwa mtoto ni kubwa sana. Katika vyombo vya habari tunaonyeshwa siku hizi wanyama maporini, namna gani tembo mtoto wake amekwama pale au amekufa pale, wengine wote wanaondoka, yeye anaondoka lakini anarudi tena pale pale. Kuna mama mmoja Mkuyuni
alikuwa na mtoto wake mchanga, yupo katika historia ya Mkuyuni. Wakaibuka nyuki. Yule mama alimpakata mtoto wake akamfunga kwenye kanga, na wale nyuki wakaendelea wakamzingira na kumuuma, na akakata roho katika hali ile, lakini mtoto wake alisalimika. Kwa hiyo tuelewe wazi kabisa kwamba wazazi wamejitahidi sana kwa watoto, na penzi wanalokuwa nalo kwa watoto wao wanapokuwa wadogo ni kubwa mno, halina mithali. Kwa hiyo lazima tuangalie sana katika kuwahudumia na kuangalia wanapokuwa katika umri mkubwa. Nguvu zao, maisha yao yote wamezitumia ili kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa katika mazingira fulani, wanakuwa katika hali fulani, ili wapate maisha mazuri, na kwa sababu ni watoto wanataraji kwamba walea vizuri watakapokuwa uzeeni. Lakini leo tunaona zile nchi ambazo zimefuata silika ya hawa wana wa Israeli. Wana wa Israeli kwa hakika ndio wanaotawala ulimwenguni, na sera zao ndio zinakwenda zinaenea. Leo tunaona katika nchi za Ulaya, wazazi za magharibi na wapi, wazazi wanapofikia umri fulani, wale watoto wanakwenda kuwaweka katika nyumba za wazee, na wengine wanatenga kabisa. Sasa hii hali imekatazwa. Hadrat Khalifatul Masih Rabi rahmatullahi alayhi aliwahi kusema kwamba mwanajumuiya yote atakayefanya hivi huyo hatutakuwa naye. Wazazi ni lazima tufuate mafundisho yale ambayo yamefundishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili kuleta mafanikio na baraka na kuepusha mabalaa na majanga ambayo yanainyemelea dunia kwa sasa hivi. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema fa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Anasema, na muabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote, na wafanyieni hisani wazazi, na wafanyieni hisani wazazi na pia jamaa za ukoo na mayatima na maskini na jirani miongoni mwa jamaa na jirani ambaye si jamaa na rafiki aliye kando yako na msafiri na wale iliyowamiliki mikono yenu ya kuume. Bila shaka Allah hampendi mwenye kiburi ajivunaye. Huyu mtu ambaye anaweza kuwaacha wazazi wake katika hali kama hii, kama wanavyofanya katika nchi za magharibi, na kuwapeleka katika nyumba zile za wazee ambazo zinagharimiwa na serikali. Ukitizama ndani yake, chimbuko kubwa ni kwa sababu ni mwenye kiburi na mwenye majivuno. Wamepata elimu, wamepata utajiri, matokeo yake wanakwenda kuwadharau mpaka wazazi wao. Ukishaanza kwa mzazi kuweka hali hiyo, matokeo yake utaendelea kuwadharau wengine, na ndivyo walikofikia, kiasi kwamba nchi za ulimwengu wa tatu wanatuona si lolote si chochote. Mifumo yao ya uchumi ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kutuweka sisi katika hali ya utumwa. Ni kwa sababu gani? Sababu ya kiburi na majivuno. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi ambavyo tumeelezwa tujiepushe navyo, ili tusije kuangukia kwenye kiburi na majivuno, kwa sababu ni kiburi na majivuno ndivyo vitu ambavyo huwa vinawapelekea watu wakaasi maagizo yaliyotolewa na viongozi wao wa kiroho na wenginewe hali kadhalika. Kwa hiyo hapa tunapata
fundisho kubwa sana kwamba tujiepushe na hali hizi ambazo tumeelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Na kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema katika sura Bani Israil aya 24 na 25, anasema waqawa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na Mola wako ameagiza kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu. Wa bil walidaini ihsana, na kufanya wema kwa wazazi, wema ule ambao uko katika rangi ya ihsan, yani ni wema zaidi kuliko wema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati fulani aliulizwa na mtu fulani kwamba ni yupi ambaye nastahili kumfanyia wema zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mama yako. Yule akasema baada yake. Mtume akajibu tena mama yako. Akamuuliza tena mara tatu, baada yake akasema tena mama yako. Na alipomuuliza mara 4 akajibu baba yako. Hawa ndio watu walio karibu sana, angalia wewe tangu hujijui chochote, wamekulinda na kila shida, kama yule mama wa Mkuyuni tunavyoona alivyokubali kupoteza uhai wake. Wako wengine walikubali kukabiliana na simba kumwokoa mtoto wake, mamba kumwokoa mtoto wake ili ape yeye. Hii huwezi kupata kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hawa tunaambiwa bilwalidaini ihsana. Ihsana ni ule wema ulio zaidi ya wema, kama tunavyoonyeshwa hapa Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, kama mmoja wao akifikia uzee ukiwa naye au wote wawili, fala takul lahuma uff, basi usiwaambie, usiseme na hata yani ile sauti ya kukarihika. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, wala usiwakemee. Wengine wana tabia mbaya za kuwafokea wazazi wao. Anaongea na mama yake au na baba yake, utadhani anaongea sijui na nani. Hichi kitu kimekatazwa kabisa ndani ya Qur'ani tukufu. Unatakiwa uwe mnyenyekevu sana kwa wazazi, wala usiwakemee, na useme nao kwa msemo wa heshima. Ano maagizo ya Qur'ani. Unapoongea na mzazi wako usiongee kama unaongea na watu wengine. Unapoteza baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, unajikaribishia mabalaa na maangamio yanayokukuta katika maisha. Unasema mimi na mkosi gani? Wengine wanakiuka wasema sijui nimerogwa na nini. Hakuna kitu kama hicho. Umejiroga mwenyewe kwa kwenda kinyume na maagizo yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka ndani ya Qur'ani tukufu, yadumu kuwa mwongozo yetu milele na milele. Anasema wahfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, na uwainikie bawa la unyenyekevu wa huruma. Wakul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, na useme Mola wangu warehemu kama walivyonilea katika utoto. Walikulea wewe katika hali ya huruma sana, nyenyekevu sana. Alikuwa tayari kwamba ajinyime chakula ampe mtoto wake, yeye alale na njaa. Mtoto anapolia Sayyidina Ahmad alayhi wasallam anasema kwamba mtoto mchanga anapolia, basi matiti ya mama huwa yanajaa maziwa automatic. Hii ni nature ambayo Mwenyezi Mungu ameumba. Kwa hiyo watu wa namna hii ambao Mwenyezi Mungu alituwekea na kuweza kutulea sisi mpaka tumefikia hivi, basi haya maagizo yanatakiwa yafuatwe na kuzingatiwa kwa makini sana. Sehemu nyingine katika juzu amma sura Al-Fajr, Mwenyezi Mungu anasema kalla bal la tukrimuna al-yatim, sio
bali ninyi hamwaheshimu mayatima. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, wala ninyi hamhimizi juu ya kuwalisha maskini. Watakuluna turatha aklan lamma, nanyi mnakula urithi kwa ulaji wa pupa wa umero. Kama hao wanakwenda kuvamia mali za marehemu, hasa wale ndugu wanaokuwa ndugu za upande wa baba, wengine wanafuata mila za ajabu na kwenda anachukua kile. Ndio anasema hapo, watakuluna turatha aklan lamma, nanyi mnakula urithi kwa ulaji wa pupa. Hawa ni wamero, mwenye kula kwa pupa jina lake lingine ni mero. Hana haya, haoni hata huzuni kwamba mwanamke ameachwa mjane na watoto pale wadogo, anakwenda anagombania, na inaonekana kama mila. Ziko mila zingine za ajabu, mtu anakufa anaenda kuleta utani wa hovyo. Sasa Wahmadia ambao tumejiunga na jumuiya Masihi aliahidiwa, ambao amekuja kufundisha Uislamu ule uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuepukane kabisa na mila, na imo katika masharti ya bayan kuepukana na mila za watu. Na mila yetu sisi natakiwa ile iliyofundishwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbele nasema watuhibbuna almala hubban jamma, na nyinyi mnapenda mali kwa pendo la kupita kiasi. Yuko mtu mwingine akiona fedha, unaona jinsi anatazama huku na huku. Wengi hao wanaishia kwa wauaji. Mtu anaua kabisa mtu kwa sababu ya hela tulopata. Na sasa siku hizi kujitahadhari sana na hao watoto ambao mayatima wanaachwa hovyo. Matokeo yake ni kwamba hawa wanaangukia katika madawa ya kulevya. Siku moja nilikwenda Zanzibar wakati alipofariki marehemu bwana Mbwana. Kwa hiyo nilifikia pale nyumbani, kilikuwa ni kile chumba ambapo nyuma kulikuwa na kichochoro. Sasa dirisha liko pale, halafu kuna nyumba fulani katika mtaa ule kuna mtu ambaye kazi yake ni kuuza mihadharati. Ndipo nikajua ubaya mihadharati. Anakuja kijana pale anagonga, fulani bana nipatie, sema bana leo sina, analia bana tafadhali bana nipatie hiyo. Baba fidai. Sasa mtu namna hii akikosa ile mihadharati, unaweza ukampa shilingi 500 tu 1000 akakuulia mtu fulani na anakwenda kumuua bila kusita ili kuganga. Kwa serikali za nchi mbalimbali ambazo zinachukua sheria kali, sehemu kama Uchina na nchi zingine, kipatikana na hiyo wewe ni wakufa tu, hakuna msamaha. Lakini chimbuko lake ni hii, kutuwashughulikia jamii. Serikali zetu kama zinataka kupata maendeleo mazuri zaidi, ni kwamba jamii lazima ianzie huku kwa watoto. Asipatikane mtoto yatima akakosa kula, akakosa masomo, akakosa nini, na elimu iwe haki ya kila mtu akiwemo mayatima. Isiyo tu kwamba wale wenye uwezo wa kifedha ndio wanakuwa na haki. Hapana. Kila mmoja, hasa watoto, ni hazina kubwa sana. Hawa wote wakiwa na elimu. Leo tunaona Uchina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema itafuteni elimu hata kama kwenda huko Uchina. Kwa hiyo hivi vitu ni lazima tuvielewe wazi kwa umakini kabisa, kwamba kama tunataka maendeleo, tutizame leo China ameendelea, dunia nzima inashangaa. Na kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja neno China? Ziko nchi nyingi, nendeni, yani alikuwa anamaanisha nendeni hata mbali kiasi gani, hata China, lakini akalitaja neno la China. Leo tunaona jinsi wenzetu ambavyo wampita. Sababu ni nini? Kule wameweka mfumo kwamba mtoto hakuna mtu atakayekaa bila elimu. Na ukifungua mitandao, ukitizama zile chekechea zao, mambo yanayofundishwa mle tofauti na tunayofundisha sisi. Huku tunawapumbaza tu watoto wetu, lakini kule wanawafundisha mambo ambayo anakuwa na ule ubongo ambao unaweza ukavumbua mambo na ukaleta maendeleo makubwa. Sasa wale ni watu wengi kuliko wote, lakini wameshangaza dunia, tayari wameshaipiku dunia. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuelewe wazi kabisa kwamba
hawa mayatima, kwa nini Qur'ani tukufu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayatima, wajane na pia wazazi, tuelewe wazi kabisa tuna jukumu kubwa kabisa. Kama wazazi tutawaacha katika hali ya hovyo namna hii, basi tuelewe wazi kabisa kwamba tunajikaribishia majanga na maafa makubwa. Mwenyezi Mungu anasema alam yajidka yatiman faawa, kimweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, hakukukuta, yani Mwenyezi Mungu hakukukuta ewe Muhammad uyatima na amekupa makao? Wawajadaka dhalan fahada, na akakukuta ukihangaika kuongoza watu naye amekuongoza. Wawajadaka ailan faaghna, na akakukuta mhitaji naye amekutajirisha. Fa amma al-yatima fala taqhar, basi usimkemee yatima. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, wala usimkaripie au mbaya. Anakuja mtu mwingine na kuomba, huyu hajala kwa hakika, pengine toka asubuhi, pengine kuna watoto wanalia njaa kule nyumbani, nasema ondoka, tabia gani na nini na kadhalika. Iko hadithi moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamwambia, bwana wewe, mimi nilikuja kwako kukuomba lakini hukunipa chakula ukanifukuza. Sema sasa wewe na mimi nikuombe wewe wakati wewe ndio Mwenyezi Mungu? Asema naam, mja wangu fulani alikuja na wewe kumtendea mema. Sasa mara nyingine tuelewe wazi kabisa, Mwenyezi Mungu huwa pia anatuma malaika katika hali kama hii. Wewe unaweza ukamuona kwamba ni yeye, kumbe ni sio yeye, yeye yuko sehemu nyingine na hapo akakuomba na nini na kadhalika, kama tunavisoma katika hadithi nyingine, sahabi fulani alijua na malaika ambao walikuwa vipofu na nini na kadhalika, na ikatokea kwamba kumbe wale walikuwa ni malaika ambao wakaja kuwadhuru. Tuna tukio moja la ndugu yetu fulani hapa, mkiwa alikuwa anaumwa muda mrefu, amelazwa Muhimbili hospitali, na kulikuwa na mama mmoja akamuona, alikuwa ametoka kuswali Ijumaa, mwanajumuiya, sina ina haja ya kuwataja ni nani, lakini ilitokea kitu cha namna hiyo. Akamuuliza vipi, alipoonana sana na mume wake, akamuuliza vipi mke wako? Jamaa sema mke wangu mbona yuko nani hospitali muda mrefu? Sema hospitali? Sema inawezekana, mimi mbona nimemuona leo msikitini, nimemuona akavaa mavazi, mbona yuko vizuri tu. Sema hata wewe umemwona? Mnasema hata mimi nina uhakika, mimi namuelewa vizuri, ni yeye. Sasa anamuona mtu mwingine, utasema nini? Utasema ni malaika amekuja tu kwa njia, kwa amevaa mavazi meupe na nini, kwa ni ishara kwamba huyu pengine anakaribia kuondoka, na ndivyo ilivyotokea, na kweli alifariki baadaye. Kwa hiyo tuelewe, unaweza kumuona fulani anakuja, sema huyu naye bana kila siku anakuja, kumbe sio yeye, yeye yuko sehemu nyingine. Malaika wamo katika njia za namna hii, huwa wanatokea. Kwa hiyo mara kwa mara tunatakiwa tujihadhari sana wanapokuja watu wa namna hii kukuomba na nini mwingine na kadhalika, inakuwa vitu kama hivyo. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikutana na jamaa anamuomba, alikuwa alimbeba nani hii, kuna kisa fulani naona si vibaya nikikieleza. Mzee Said Long marehemu, Mungu amweke pema peponi, mwaka ule alikuwa na mke wake marehemu, naye wakati ule Hadhrat Khalifatul Masih wa 4 amekuja tembelea Tanzania, tulikuwa airport. Kwa hiyo akaja wale makuli wale kuja kupokea ile mizigo, wale wanakuwa na vitoroli vyao. Mimi nilikuwa pale, nasema hapana, tutabeba si wenyewe. Yule mama akasema kwamba bana, waache huyu ana mke na watoto wako nyumbani ambao wanategemea hicho, kwa hiyo mwache. Kwa hiyo nikaa nimepata somo moja zuri sana liliniongezea pia, ambalo lilikuwa ni practical. Kwa hiyo hata wengine wanamuona kuli, sio unamuona nini na kadhalika na kadhalika, kila unayemwona na stahili msaada, unatakiwa uwe na moyo upole, na hiyo inaleta baraka nyingi sana katika kwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mambo yanakwenda vizuri. Na anamalizia kusema wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, na ama neema za Mola wako basi uzisimulie kwa wingi.
Kwa hiyo unapopewa neema nyingi, unaposaidia watu wengi, basi uelewe kwamba zitapatikana simulizi, zinapatikana simulizi za kheri ambazo zinakuwa ni mfano kwa watu wengine, na inakuwa baraka pia kwa watu wengine na mafunzo kwa watu wengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe mahsusi ambao tumepewa ndani ya Qur'ani tukufu, na pia katika kauli za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mawalii mbalimbali, makhalifa wetu Sayyidina Ahmad al-Islam na makhalifa wake wote wamekuwa wakituelekeza katika hali kama hizi ambazo kwa hakika zitaleta mafanikio makubwa sana katika jamii, na serikali zetu kwa hakika zizingatie mambo haya. Ile nchi ambayo inataka mafanikio makubwa zaidi, basi ni kwamba ni lazima wahakikishe kwamba watu hawadhulumii, hasa mayatima. Yule mtu ambaye anashuhudia mayatima wananyanyasika katika nchi yake, mwanajeshi wa namna hiyo anapokwenda vitani akipambana na maadui wenye nguvu, ni rahisi sana yule kukimbia, akaacha bunduki akatupa akaingia mitini, kwa sababu anakuwa anafikiria kwamba watoto wangu watakuwa na hali gani. Lakini kama nchi ile inawalinda mayatima, wajane, wote wanapewa haki zao sawa sawa, na kuchukua gharama kubwa kuhakikisha watu wanapata huduma za tiba na nini na kadhalika, basi matokeo yake kwamba nchi hiyo itapata baraka kubwa sana, kwa sababu hawa maskini watakuwa kila siku wanaomba dua njema, na hizo dua za maskini huwa zinapokelewa sana. Mwenyezi Mungu atujalie uwezo wa kutekeleza haya. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.